Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, mtazamaji wa Muhadhirina TV, na tuko hapa kwenye madrasa ya Muhadhirina. Leo ni siku ambao wamefungua kwa muda ambao ni mrefu kidogo, walikuwa wamefunga shule, na niko hapa na kiongozi na pia naye ni msimamizi na pia naye ustazi na mwalimu kwa madrasa hii. Tunataka tuambie kwanza muda ambao walikuwa wamefunga na mpaka sasa mfunguo ilikuwaje? Assalamu alaikum warahmatullahi. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwanza kwa majina naitwa Sheikh Sufyan Abu Muawiya. Ama kuhusu muda ambao ulikuwa katika mapumziko yalianza baada ya musabaka kumalizika mwaka 2025, ndio tukaona tuwape mapumziko mafupi ili ya kuweza kupumzikisha akili. Na leo nimefungua, unajisikia kufungua shule leo kuja kwa watu wengi kumpendeza na mandhari pia imebadilika kwa muda ambao ulikuwa kutosha kufunga shule. Kwa hiyo naam, kwanza namshukuru Allah kwa kuwa leo kwanza ni mara ya kwanza tumefungua masomo na ni siku ya kwanza na wanafunzi wameitikia kwa wingi, kwa sababu shule nyingi unakuta ikiwa ni mara ya kwanza nafungua masomo wanafunzi wanakuwa ni wachache sana, lakini alhamdulillah leo ni siku ya kwanza tumefungua madrasa na wanafunzi wameitikia kwa wingi. Hiyo ni jambo ambalo linanipa furaha na linanipa moyo zaidi, na ninashukuru sana wanafunzi wangu, ni wanafunzi ambao wananielewa na wananisikia. Katika hii madrasa ina pia inafadhili ambao wanawalipa. Ama kusikana na suala la walimu hapa tuko watatu, lakini vile vile walimu hawa hawatoshi, ni wadogo kulingana na wanafunzi ambao tunao. Wanafunzi ni wengi na walimu ni wachache, na hii inatokana na ukosefu wa mfadhili. Ni umeuliza suala lizuri sana. Shule hii au madrasa hii haina mfadhili ambaye anayosimamia kwa ajili ya mahitaji ya walimu au mahitaji yote ya madrasa kwa ujumla. Isipokuwa ikifika mwisho wa mwezi huwa tunachangisha kwa wale ambao Mwenyezi Mungu amewajalia wa 10 wa 20 anajitolea, na kuna wakati tunakosa na kuna wakati tunapata. Hii tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Ama kusikana suala la mfadhili, hii shule au madrasa hii haina mfadhili ambaye anayeshajitolea kwamba mimi niko tayari kuwa na walipa walimu kila mwisho wa mwezi, na tunawaomba wafadhili wajitokeze kwa ajili ya kuwa na walipa walimu, sababu walimu wanapata shida sana. Unakuta mwalimu anashinda hapa asubuhi hadi jioni. Asubuhi wanatoka saa 6 wanarudi tena saa 8 wanasoma watoto hadi saa 12 ya jioni. Unakuta mwalimu hana pa kwenda, ule muda wake kwenda kutafuta riziki anakaa iko hapa anawasomesha watoto. Kwa hivyo hamna namna. Tunaomba wafadhili Waislamu wajitokeze kwa ajili ya kuwalipa walimu na wataraji malipo kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini vile vile namshukuru Allah na tunawashukuru wale Waislamu ambao walijitokeza kwa ajili ya kuchangia 2-3 ya kuinua madrasa hii, maana mwanzo tulikuwa tunasomea kwenye vumbi, mchanga nini, lakini kwa sasa alhamdulillah rabbil alamin wa makarimu walijitokeza wakachangia ndogo mpaka tumejenga huu ni msikiti, lakini tumetia madrasa ndani yake. Na vile vile tunawaomba wafadhili wajitokeze kwa ajili ya sala ya kuwalipa walimu. Walimu wanapata shida, hawana mfadhili hata mmoja wa kuwa na walipa, isipokuwa tunachangia kwa wale ambao waliojaliwa, huyu anachangia 10, 20, tunapata kile ambacho wanachokipata. Lakini kuna wakati kinakosekana na hicho kidogo, na hii inatokana na ukosefu wa wafadhili. Kwa hivyo tunaomba Waislamu wale ambao Mwenyezi Mungu aliwaruzuku akawapa riziki, kwa hivyo inshallah tunawaombeni kwa ajili yake Allah subhanahu wa ta'ala wajitokeze. Na kama atakosekana mfadhili wa kuwalipa walimu wote watatu, basi ajitokeze mmoja akasema mimi nitakuwa namlipa mwalimu mmoja. Atafute, tuseme tumwambie kiasi gani ambacho mwalimu anachostahili kukipata hapa, kama vile sabuni, au kama akiona ni kidogo yeye mwenyewe ajiongeze, sasa basi hichi ni kidogo, mimi nitakuwa namlipa mwalimu hichi, na Allah atalipa, ndio atakayemlipa. Tunawaombeeni makarimu wajitokeze kwa wingi, wajitolee kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na watazame suala zima la walimu, maana walimu hapa ni mtihani kwa kweli. Ni mtihani na Waislamu wapo, lakini hawatazami.
watu waliweza kusomesha watoto. Sasa kwa wazazi ambao mpaka sasa wanatoka nyumbani hawajakuja kuwafundisha, unaweza kuambia kitu gani? Kiuhakika nawasikitikia sana wazazi ambao hawajawatuma au kuwaagiza watoto wao kwenda madrasa kusoma elimu ya dini. Maana mtoto anapokaa bila kusoma Qur'ani, bila kusoma kitabu cha Allah, huku unatengeneza mazingira au huku unatengeneza nuclear ambayo itakayokuja kukulipua wewe baadaye. Huku unatengeneza bomu la nuclear ambalo litakuja kukulipua wewe baadaye. Sababu kama hujamsomesha madrasa mtoto, hataelewa ile heshima yako wewe mzazi ni ipi anastahili kukupa wewe kama mzazi. Lakini unapomsomesha kizungu, anakuwa atakutana kule kizungu, kuna maneno huwa wanafundishwa, wanawaambia watoto kwamba familia ni mke na watoto, familia ni baba na mama na watoto, au mke na watoto ndo familia ya mtu. Bimaana baba yako na mama yako wewe hawamo kwenye familia, ndo wanafundishwa hivyo, wamea familia ni mke na watoto, ndo anakuwa familia imekamilika hiyo. Lakini ukija katika Uislamu, madrasa tunawafundisha kuwa atakutana na maneno yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwenye Qur'an yanayosema imma yablughanna indaka al-kibar ahaduhuma au kilahuma, wazazi wako wawili watapofikia katika utu uzima tayari, sasa wewe hauna nguvu, wazazi hawana nguvu, wewe ndio ushakuwa mtu mzima sasa, basi fala taqul lahuma ufin, usiwaambie maneno ya kukera hata kidogo, usiwaambie maneno ya kukera wala usiwaudhi, lakini warhamhuma, kama wahurumie na wafanyie ihsani kama jinsi walivyokuhurumia wewe bado ngaliki mdogo. Sababu unavyojiona wewe hivyo, unaona kuna nguvu, ipo siku utakosa zile nguvu za kwenda kutafuta, wewe utakao umekaa chini. Watoto ndio wameshakuwa watu wazima sasa, wao ndio wanamiliki. Hauwezi kumwamrisha mtoto afanye hivi wala hivi, isipokuwa ule mtoto ambaye anayejua heshima ya mzazi, ule ambaye ulimpeleka madrasa akasomeshwa akafundishwa mzazi ni hivi na hivi na hivi. Kama haukumpeleka madrasa, huko unatengeneza nuclear ambayo itakayokuja kulipua baadaye, sababu hatakusaidia chochote kile, atakuwa nafikiria ni mke na watoto wake tu. Kwa hivyo tunasikitika sana, unakuta sisi walimu, unakuta mzazi haleti mtoto kwa madrasa. Siku mtoto atashindikana, mtoto akishindikana ndio anakuja sasa madrasa. Sasa mtoto wangu huwa ameshindikana, naomba unisaidie kwanza na wewe. Maana ashamshinda kule, ndio anatuletea sisi mzigo walimu. Na hili jambo la huzuni sana. Alishindwa kutuletea na bado ngaliki mdogo. Anapoona ameshindikana anaanza kuvuta bangi au ameanza kunywa pombe, ndio tunaletewa sisi sasa. Baadaye wanakuja kutulaumu sisi walimu wetu, sisi eti sasa amfundishaji kama hivi ni haramu na hivi ni haramu. Wewe ulituletea mtoto tayari ameshaharibika, sisi hatuwezi. Umlete mtoto bado angaliki mdogo, tumuelimishe, tumfundishe. Japokuwa kazi ya Allah ndio anayeongoza ile asbab. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atajalia, ataleta hidayah. Sawa, ataleta hidayah. Kwa hivyo tufanye asbab, tusisubiri watoto wametuharibikia ndio tunawaleta madrasa. Umeona? Basi mimi sitakuwa na mengi, na waomba wazazi wawalete watoto wao kuja kusoma madrasa, wasisubiri. Sababu wakumbuke kwamba mtoto ana haki kubwa tatu, ana haki kubwa tatu kwa mzazi wake. Haki ya kwanza, mzazi anatakiwa kumtekelezea mtoto wake, kwanza amchagulie mama bora, amchagulie mama mzuri. Tunaposema mama mzuri, si mama ambaye ana sura nzuri au ana shepu iliyokuwa nzuri, hapana. Ni mama ambaye ameleleka na anasifika kwa sifa ya dini. Mama mwenye dini ndo mzazi amchagulie. Baba amchagulie mtoto mama yake mzuri mwenye dini, sababu kama ni mama mwenye dini atamuambukiza mtoto ile dini, atamfundisha. Sababu al-ummu madrasa, mama ni madrasa. Madrasa inaanzia kwa mama. Mama akiwa mpenda madrasa, basi mtoto na atasoma madrasa, atasoma kitabu cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ukienda kumtoa mama, uenda kumtoa mama mkabare,
kwenye bar, utakuja kuzaa nini? Utakuja kuzaa mlevi. Utakuja kuzaa mlevi. Maana kama mama ni mlevi, mtoto na atakuaje? Kutoa kwa Uislamu wa ulimwengu mzima na wale wanaotazama. Na mnashukuru ujumbe wangu kwa Waislamu, tunaomba wafadhili watuone, wajitokeze, kwa sababu ukiangalia mazingira ya madrasa, tazama vioo, madirisha na milango hayana vioo. Madirisha hayana vioo, milango hayana vioo. Mvua unaona inanyesha, maji yanatuingilia ndani kama unavyoona, yanapita kwenye madirisha, kwenye milango, yanaingia ndani. Hatuna vioo. Tunaomba wafadhili wajitokeze, tupe vioo tuweze kuweka kuziwia, kwa sababu ya mvua. Mvua inaponyesha maji yanatuingilia. Hapo unaona mazingira chini hakuna carpet. Tunaomba Waislamu watunulie carpet. Watunulie carpet tutandike, Waislamu waweze kuswali ndani yake, na lakini vile vile wanafunzi wasome ndani yake, waenee, sababu kiangalia chini ni cement, watoto wanakaa kwenye cement. Tazama hema ni ndogo. Tunahitaji carpet. Tutandike msikitini, tuendeleze tufanye ibada ndani yake, na watoto wanasoma ndani yake, wanakaa vizuri. Tazama wamekaa fasi moja, wanajikusanya fasi moja. Sababu gani? Fasi ndogo. Tunaomba wafadhili wajitokeze kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwanza watunulie carpet ya msikiti, lakini vile vile na vioo vya madrasa. Tazama vioo vya milango na madirisha. Hakuna baridi hapa inaingia kwa sana, watoto wanatetemeka. Lakini angalia vile vile maji, mvua kama vile unavyoona inanyesha, iko napita kwenye madirisha, kwenye milango, inaingia ndani. Laiti kama vile pangekuwa vioo, kwa kweli haya yote yasingetokea, tungekuwa kwa uhuru, kwa salama. Na tunashukuru sana, lakini tunaomba wazazi au tunaomba wafadhili walio popote walipo duniani wamuonee haya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wajitolee katika yale ambayo Mwenyezi Mungu aliwapa. Toa katika njia ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, mali yako itakuwa. Mali haipungui kwa kujitolea, bali mali inaongezeka kujitolea, sadaqa. Kwa hivyo Waislamu tunakuombeni, tunulieni vioo na tunulieni carpet ya msikitini. Waislamu tunapata wakati mgumu sana kwa ajili ya kuswali. Tazama hapa chini watoto wamekaa kwenye kahema. Hiyo hema baridi inapiga chini kwenye simenti. Na kama unavyojua baridi hapa kwetu Malawi kambini hapa, baridi ni kali sana. Wale ambao walipita hapa hivi Zadeka wanajua uzito baridi hapa gisi ilivyo. Kwa hivyo tunakuombeni mtuwezeshe kutunulia hiyo carpet na vioo vya madirisha na milango, inshallah. Mwenyezi Mungu ndiye atakayekulipeni. Sisi hatuna moto wala pepo wa kuwapeni, bali anayemiliki vyote hivyo ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na ndiye yule ambaye wanaostahili pepo atawapa, na yule ambaye anastahili moto Mungu atukinge kwanza na moto wa Jahannam. Kwa hivyo tunakuombeni wafadhili mjitokeze kwa sana, mjitokezeni kwa wingi, muweze kujitolea katika njia ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini vile vile tunawaomba wafadhili watuweze kutufanyizia kitu au watununulie kitu ambacho kitakuwa ni kitega uchumi cha madrasa, cha kuchunga madrasa. Itakuwa ni sababu walimu kupatia ndani yake sabuni ndani yake na mahitaji ya walimu. Tunaomba wafadhili watununulie japokuwa basi kama ni gari au kama ni nini, kitu ambacho kitakuwa ni sababu ya kuwa inaingizia madrasa. Sababu kusema patikana mfadhili wa kudumu hatuna naye guarantee. Tunaomba basi Waislamu watuchangie ndogo ndogo waweze kutununulia gari ya madrasa, ambayo itakuwa gari hiyo inafanya kazi kwa ajili ya madrasa na kuendeleza shughuli zote za msikiti na madrasa. Itakuwa na walipo walimu na mahitaji yote ya madrasa na msikiti yote yatakuwa na tolewa ndani yake humo ndani. Kama mtu tukipata gari kwa siku unaingiza kama vile franga 40 au 50. Ukitiza kuja kuangalia kwenye mwaka au kwenye mwezi, ni pesa ambayo sio ndogo. Milioni zinafika, mamilioni ya pesa. Kwa hivyo itakuwa na walimu watapata sabuni iliyokuwa nzuri, yenye kutosheka, yenye kushiba. Hata ukifa inakuwa wewe ni sadaqatun jariya kwako hiyo. Kwa hivyo tunaomba wafadhili. Na mtazamaji wa Muhadhirina TV, ndio tunaona Sheikh Sufyan anaongea kuhusiana na wanafunzi, pia kuhusiana na masjidi tunakosa vioo, sababu tunafanya mahojiano, mvua inanyesha, maji huwa yanaingia, na imani mtaona baadaye. Anaongea kabisa kwa yote yule ambaye amesikia
wito huyu au ombi hili, anaweza akamtafuta Sheikh Sufyan. Leo umetaja namba zako, kama wana namba zako pia wanataka kupata vitu, wala mbona unataka kutolea namba zangu wataziona kwenye screen kwenye video, lakini acha nizitaje. Ni please 265 9 85 6 11 3 80. Narudi tena, please 265 9 85 6 11 3 80. Hii ndio namba yangu ya direct, na WhatsApp vile vile inapatikana. Ukinipigia utanipata, kuandika kwa WhatsApp utanipata. Tunaomba fadhili watutazame kwa jicho la huruma, tunaomba sana kwa ajili yake Allah subhanahu wa ta'ala. Haya ambayo tuliyataja, tunaomba watusaidie, watutekelezee. Kama Allah anajua ni kuruzuku, usibani maana kaswa malu min sadaqa, mali haipungui wa kutoa sadaka. Mafhumu al-mukhalafa, kuelewa kinyume, bi maana hiyo hadithi inasema nini? Mali inaongezeka kwa kutoa nini? Kutoa sadaka. Kinyume chake bi maana mali inaongezeka kwa kutoa sadaka. Ukitaka mali yako iongezeke, toa sadaka. Naam. Kazi kubwa ambayo tutakuomba mtazamaji wa Mhadhirina TV ni kuchukua klipu hii na kusambazia kwa wengine, kwa sababu huenda wewe usiwaona, ila una rafiki yako na ndugu yako ambaye yeye ana uwezo wa kuchangia au wa kufadhili. Kikubwa ni kumsambazia na kumtumia kwenye magrupu tofauti. Behind the camera alikuwa ni Jibu Bara, na kwa majina naitwa Ismail Abdul. Shukrani sana, waanza. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ewe Mola wangu mlezi, nikunjulie kifua changu, wayassir li amri, na unifanyie nyepesi kazi yangu, wahlul 'uqdatan min lisani, na ulifungue fundo lililo katika ulimi wangu, yafqahu qawli, wapate kufahamu maneno yangu, waj'al li waziran min ahli, na nipe waziri katika watu wangu. Ewe Mola wangu mlezi, nikunjulie kifua changu, wayassir li amri, na unifanyie nyepesi kazi yangu, wahlul 'uqdatan min lisani, na ulifungue fundo lililo katika ulimi wangu, yafqahu qawli, wapate kufahamu maneno yangu, waj'al li waziran min ahli, na nipe waziri katika watu wangu. Ewe Mola wangu mlezi, nikunjulie kifua changu, wayassir li amri, na unifanyie nyepesi kazi yangu, wahlul 'uqdatan min lisani, na ulifungue fundo lililo katika ulimi wangu, yafqahu qawli, wapate kufahamu maneno yangu, waj'al li waziran min ahli, na nipe waziri katika watu wangu.